NIC tunaongozwa na sera ya kurudisha kwa jamii, yani CSR, lakini pia tuna sera ya udhamini. Sasa kwenye eneo kama, na moja kati ya mada ambazo zinatuongoza katika utoaji wa CSR ni pamoja na maeneo ya afya, mazingira na watu wanaoishi katika mazingira magumu. Kwa hiyo na pamoja na elimu. Sasa afya kwa maana ya NIMR, taasisi ya utafiti, katika masuala yao ya msingi wanayofanya katika kuhakikisha kwamba wanafanya utafiti juu ya magonjwa na mambo mbalimbali, basi tukaguswa na hili suala la kuangalia eneo la watoto wenye utapiamlo mkali. Kwa hiyo tumeguswa na tukaona kwamba ni lazima tulete kidogo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba eneo lao la utafiti na shughuli hii wanaoifanya inafikia malengo mahususi. Kwa hiyo tumekuja kwa ajili ya lengo hilo, kwa kuhakikisha kwamba NIMR hawapati changamoto yoyote katika eneo hili ambalo lina maslahi mapana kwa taifa, kwa sababu watoto wenye utapiamlo mkali maana yake ni taifa letu la kesho. Lakini pia wameenda mbali zaidi, wanaangalia pia maendeleo ya akili na ubongo. Kwa hiyo sisi kuleta hiki kidogo tulichokileta, maana kinaenda kusaidia kujibu changamoto ambayo imejitokeza katika mazingira ambayo wao wanafanyia utafiti. Kwa hiyo hilo ndio lengo kubwa, lakini hii ni ziara ya board. Kwa pamoja na board na management ya NIC tumefika hapa kushirikisha msaada huu mdogo ambao tunao kwa ajili ya kutimiza lengo ambalo NIMR wanalo, kwa sababu watoto wenye utapiamlo mkali wanapata matibabu na kurudi katika afya zao za awali kwa ajili ya taifa la kesho na maendeleo ya taifa la jumla. Tunahitaji hasa tuwekeze kwenye hilo eneo, lakini we have to beat up with technology. Kumbuka zamani ilikuwa ni rahisi kusikiliza redio. Teknolojia ya sasa inatutaka na sisi tujitransform, twende huko huko, kile wanachokipenda na sisi tuelekeze elimu yetu huko huko. Hata kudhamini shughuli mbalimbali itokeza kudhamini, lakini pia hata kutafuta mabalozi. Watu wanatafuta mabalozi wa brandi zao. Hao kama watu wanataka wamuone sana msanii fulani, then wewe msanii sisi tumtumie naye awe ni ambassador wa bima NIC. Kwa hiyo basically tutafute namna ya kupackage sasa upya bidhaa yetu hii ambayo kwa sasa ina competition kubwa tofauti na ilivyokuwa zamani. Kwanza ina competition na washindani wetu kwenye biashara, lakini ina competition na teknolojia, kwamba kile ambacho watu wanatamani kukiona na kukisikia sicho hiki ambacho sisi tunakitoa kama product yetu. Competitiveness iongezeke, kuwe na ushindani kama ule mtu aone kwamba akiwepo bima NIC na akiwepo huku kwingine is more or less the same, ama huku anapata hata faida kubwa zaidi. Aonyeshwe kwamba he is more secure akiwa na NIC kuliko pengine huko kwingine na kadhalika, kwamba serikali iko behind. Kwa hivyo serikali inatoa more guarantee, serikali haifi, iko pale pale. Shirika lina dissolve, unaweza mkadissolve kampuni ya mtu so insurance company, baada ya muda biashara haijaenda sawa sawa, hakuna mjomba hapa kuinject pale. Sisi huku tumekwenda mambo hayajaenda, huku inabidi tunageuka. Jamani, huko vipi? Kahati fungani huko kanauzwa, tunaletewa sisi, tunaendelea kusurvive. Ndio maana haya ni mashirika ambayo kimsingi lazima yaendelee kuwepo, yapo, lakini ili pia na sisi tuwe competitive na tuendelee kuwa relevant, manake we must dance according to the tunes zinazoenda kwenye jamii bila kupoteza ule uasili wetu kama taasisi ya umma.